mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwaka huu tumekuwa na kitabu kinachosema Baba Yetu Anajali, na tumekuwa tukijifunza masomo mbalimbali kwa muda mrefu. Kwa mwezi huu wa Juni tumekuwa na mada nzuri inayosema katika ulimwengu wa mbinguni. Leo ni Juni 30, siku ambayo tunaenda kuhitimisha sehemu ya kwanza ya kitabu hiki Baba Yetu Anajali. Nitumie nafasi hii kukualika, jipatie nakala yako sasa. Tuombe. Baba mwema, uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, ambapo watoto wako wa kiume na wa kike tumeamka tukiwa wazima, tukilitukuza na kulisifu jina lako. Katikati yetu pengine wapo wagonjwa, ninawaweka mikononi mwako. Fanya uponyaji kwao, waguse kwa mkono wako wa uponyaji, na neema yako ikamwagwe kwa wingi juu yao. Waponyeke, waamke wakiwa ni wazima, na watembee wakiwa na furaha tena katika wewe. Zaidi sana tunajileta mikononi mwako, ukatusamehe dhambi zetu. Mwezi huu wa 6 unaisha, sehemu ya nusu ya mwaka huu pia inaisha. Tunaelekea nusu nyingine kwa mwaka wa 2026. Tumechagua kuanza na wewe, tumechagua kutembea na wewe. Tembea nasi Bwana. Tupatie kuelewa mapenzi yako, tupatie kuishi sawasawa na mapenzi yako. Roho wako Mtakatifu asitupungukie, bali adumu kuwa nasi sasa na hata milele. Tunakushukuru kwa sababu utafanya hivyo. Tunakushukuru kwa sababu utatutendea hata mengi ambayo hatujaomba. Ila ombi letu katika jina la Yesu, amina. Juni 30, mada ikisema kando ya mti wa uzima. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 5 aya ya 9 imeandikwa, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Je, tunatarajia hatimaye kufika mbinguni na kujiunga na kwaya ya mbinguni? Jinsi tunavyoingia kaburini ndivyo tutakavyotoka, hususan katika suala la tabia. Sasa ndio wakati wa kufua na kunyoosha. Yohana aliona kiti cha enzi cha Mungu, na kuzunguka kiti hicho cha enzi kulikuwa na watu wengi. Kisha akauliza, ni akina nani hawa? Jibu likatolewa, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana-kondoo. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 7 aya 14. Yesu anawaongoza kwenye chemichemi ya maji ya uzima, na kuna mti wa uzima na kuna Mwokozi wa thamani. Hapa kumewasilishwa kwetu maisha ambayo yanafananishwa na maisha ya Mungu. Hakuna maumivu, majonzi, ugonjwa wala mauti pale. Kila kitu ni amani na mapatano na upendo. Sasa ndio wakati wa kupokea neema na nguvu na uwezo wa kuunganishwa na juhudi zetu za kibinadamu, ili tuweze kuunda tabia kwa ajili ya uzima wa milele. Tutakapofanya hivi, tutagundua kuwa malaika wa Mungu watatuhudumia, na kisha tutakuwa warithi wa Mungu na warithi pamoja na Yesu Kristo Bwana wetu. Pale parapanda ya mwisho itakapolia na wafu watakapoitwa kutoka kwenye vifungo vya makaburi yao na kubadilishwa kufumba na kufumbua kwa mtupo wa jicho, na taji ya utukufu wa milele itawekwa juu ya vichwa vya washindi. Malango ya lulu yatafunguka kwa ajili ya mataifa ambayo yameutunza ukweli,
nao wataingia ndani. Pambano limekwisha. Njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Mathayo 25 aya 34. Je, tunaihitaji baraka hii? Mimi ninaitaka na ninaamini na wewe pia. Mungu na akusaidie ili uweze kuvipiga vita vizuri vya maisha haya na kupata ushindi siku kwa siku, na hatimaye kuwa miongoni mwa idadi ile ya wale watakaozitupa taji zao miguuni pa Yesu na kuvipiga vinubi vya dhahabu na kuijaza mbingu yote kwa muziki mtamu zaidi. Ninakutaka umpende Yesu wangu. Usimkatae Mwokozi wangu, kwa maana amelipa bei ya milele kwa ajili yako. Ninaona furaha isiyo kifani ndani ya Yesu, na ninataka na wewe uione furaha hii. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, hii ni Juni 30, siku ya mwisho ya sehemu ya mwezi huu wa 6. Mada inasema kando ya mti wa uzima. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya masomo haya ya Kesha la Asubuhi kwa mwezi wa 6, na pia sehemu ya kwanza ya kitabu hiki kizuri, Baba Yetu Anajali. Nichukue fursa hii tena kukukaribisha kujipatia nakala yako, Baba Yetu Anajali sehemu ya pili. Nakala hizi zinapatikana katika maduka yote ya wauza vitabu wa Adventist Book Center, lakini pia waweza kuagiza katika Ufunuo Publishing House. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote
popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote, popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.